Mambo vipi mwana sawa sawa digital, unaendelea kutufuatilia, lakini pia na mimi nakwambia endelea kubaki hapo hapo kwa taarifa nyingi zaidi ambazo tutakuwa tunakupatia. Vita ya Ukraine bwana yani tunahisi kwamba Mungu ndo ambaye atakuja kuitatua au kuweza kuisimamisha vita hii, kwa sababu kila siku kumekuwa kuna mapya ambayo yanakuwa yanaanzishwa, lakini pia yanatokea kutokea huko Ukraine. Sasa tunasikia tena pia kwamba Urusi imeweza kuishambulia kwa kombora mji wa Kryvyi Rih huko nchini Ukraine na kuua watu wasiopungua 18 wakiwepo watoto 9 na kujeruhi zaidi ya watu 50. Bana, sisi wa Tanzania tuna raha sana, tunaishi kwa kupumua vizuri kabisa kama hivi, hakuna machafuko, hakuna vita, lakini wenzetu huko Ukraine pamoja na Urusi wanatapatapa kila siku. Imagine watu 18 wameweza kukata maisha, lakini pia watu zaidi ya 50 wameweza kujeruhiwa, wakiwemo na watoto humo, wengine wamekufa, wengine wamejeruhiwa. Tufurahie nchi yetu ya Tanzania. Sasa Rais pia Zelensky tunajua ni rais wa huko ambaye ameweza kulitoa taarifa hiyo, lakini pia kudhibitisha uvamizi wa kombora hiyo katika hilo jiji au mji wa huko nchini Ukraine. So mji wake ambao alikozaliwa amelaani shambulio hilo na kutoa wito kwa mataifa ya magharibi kuongeza shinikizo kwa Urusi. Inasemekana mji huu ambapo makombora yameweza kutupwa ndipo mji ambao Zelensky ndiko alikozaliwa. Yaani tunamaanisha, mfano kama tukisemea hapa Tanzania rais wetu ni Mama Samia, amezaliwa kule Zanzibar katika eneo au mji wa Kizimkazi, ndipo sehemu ambapo tuseme tuwekee mfano pakawa pameshambuliwa. Lakini sasa kwa kule Ukraine Zelensky ameweza kuzaliwa katika huo mji ambao umeweza kupigwa na kombora ambalo limetokea huko nchini Urusi. Sasa Zelensky amesema kwamba Urusi haizingatii diplomasia na badala yake inaendelea kutumia silaha kama makombora, drone na mabomu. So yani imekuwa ni vita ambao haipoi, itapoa siku ngapi. Leo Urusi akijisikia na rusha mabomu kidogo kumshtua mshikaji, mambo mengine yanakuwa yanaendelea. Tuendelee kutuambia kwa sisi wa Tanzania ambao tunaishi kwa raha kabisa, lakini pia kwa nchi zingine ambazo vita haitokei na vitu vingine vinakuwa sawa kabisa. Na sisi ni sawa digital, tuko sawa na wewe, lakini pia sambamba na wewe kwa kupatia taarifa nyingi zaidi ambazo zinatokea duniani kote. Endelea kutufuatilia.